Nikukaribishe tena katika kutazama kila ambacho tumekuandalia kwa siku hii ya leo. Nikukumbushe tu kwa siku hii ya leo ni Jumatano tarehe 26 2025. Bado tunaendelea mbio kabisa katika kuhakikisha tunamaliza mfungo wa Ramadhani salama, lakini pia kwa wale wa Kwaresma pia tunaenda sambamba katika kuhakikisha tunafanya kila ambacho kinatakiwa kwa upande mzima, kwa upande wa kiimani. Siku ya leo tumekuandalia vitu vingi ambavyo ni Nipashe Mwanga wa Jamii, lakini Mwananchi Tanzania. Kwangu ni Raia Mwema, Muungwana ni Kitendo, pamoja na gazeti la Mwanaspoti katika michezo na burudani. Sawa, kipindi ni Chai na Maisha kama ilivyo ada kila siku. Hali ya hewa unaona kwa mkoa wa Kilimanjaro inaruhusu kabisa kuwa na kikombe chako cha chai kwa muda huu. Pale ambapo unatutazama usikae mpweke, shika kikombe chako cha chai. Kuna wengine watatumia supu, wengine mtori, lakini kwa hali hii kutumia kitu cha kimiminika chenye joto fulani, hiyo ni sawa kabisa kutokana na hali ya hewa. Endelea kutufuatilia. Hii ni Gift Online TV. Endelea kusubscribe, kushare, kulike pamoja na kucomment. Mwambie jirani yako kwamba tumeshawasha gari la mshahara. Ndio ili ni mwezi kabisa tunakimbiza mwezi huu. Kwa hiyo mwisho wa mwezi tunajua kila mtu lazima mshahara umpitie. Sasa wewe ambao unapita na gari hili la mshahara utakuwa na mwezi mgumu sana, mwezi wako wa 4. Endelea kutufuatilia. Mimi ni Esther Maamkwe, nipo na Tobias Kisima kuhakikisha unapata kila ambacho unastahili kwa wakati sahihi. Nikianza na gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Moshi balaa kwa mikasa ukatili kwa kumwagiwa tindikali. Hii ni ukurasa wa 5. Kwa undani zaidi fuatilia gazeti lako la Nipashe. Lakini ukurasa wa 3, Mbowe aibukia msibani baada ya kutokuonekana hadharani siku 62. Mbowe aibukia msibani baada ya kutoonekana hadharani siku 62. Ukurasa wa 3 upate kufahamu mengi zaidi kuhusiana na Mbowe. Mtanzania alishtaki mahakamani shirika la Umoja wa Mataifa. Mtanzania alishtaki mahakamani shirika la Umoja wa Mataifa. Ni ukurasa wa 4 gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii. Familia kada CCM aliyotoweka yaeleza magumu inayoyapitia. Ukurasa ni wa 4. Lakini majimbo mapya moto. Kati ya majimbo 7 ya mkoa wa Mbeya, 6 yanapendekezwa kupasuliwa, Tanga na Dodoma. Hii ni ukurasa wa 2. Lakini nukuu yake anasema wajumbe wamepitisha kwa kauli moja majimbo haya kugawanywa na kupelekeza mapendekezo Tume Huru ya Uchaguzi INEC kusubiri majibu kama yatakubaliwa. Ni ukurasa wa 2. Lakini ukurasa wa 3 ni Chadema yajipanga utetezi ofisini kwa msajili. Chadema yajipanga utetezi ofisini kwa msajili. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimetolea ufafanuzi malalamiko ya kada wake Lembarus Mchome yaliyowasilishwa kupitia ofisi ya msajili. Hii ni ukurasa wa 3. Lakini ukurasa wa 19, Burundi yaipa onyo kali Rwanda mapigano DRC Congo. Hali ya wasiwasi inazidi kuibuka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo. Hii ni ukurasa wa 19. Lakini 264 idadi ya majimbo ya uchaguzi kwa sasa. 393 idadi ya viti vya wabunge hivi sasa. Hii ni ukurasa wa 2 gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii. Lakini ukurasa wa 11 ni vyama vya siasa vilivyo damdam na vyama vya wafanyakazi kila mahali. Ukurasa wa 2, PM ashangazwa uwekezaji kituo cha afya Mama Ngoma. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amefurahishwa na uwekezaji wa kituo cha afya cha saratani cha Mama Ngoma wilayani Mwanga. Tunavyojua Waziri Mkuu Kassim Majaliwa yupo mkoani Kilimanjaro. Kwa siku ya jana alikuwa na ziara Mwanga pamoja na Rombo, lakini kwa siku hii ya leo atakuwa na ziara pale Old Moshi vijijini. Atakwenda kuhudhuria vitu vingi, atakwenda kuweka jiwe la msingi kwenye shule ya sekondari. Kwa siku ya jana alikuwa Mwanga na alikuwa katika kituo cha afya cha saratani cha Mama Ngoma na amefurahishwa na vitendo ambavyo vilionyeshwa mahali hapo. Hiyo ni ukurasa wa 2, fuatilia upate kujua mengi zaidi. Lakini ukurasa wa 6 ambao nitatia nukta hapo ni Milaud anika siri inayoibeba Yanga. Hii ni ukurasa wa 24 na wa 6 gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii. Nimetia nukta hapo. Vipi kwa upande wako?
Kwangu hapa nimesha kamata gazeti la Raia Mwema, muungwana ni kitendo. Habari kubwa hapa kabisa kwa siku hii ya leo imeandika kauli ya makala, msajili ailima barua CCM ataka maelezo kuhusu ununuzi virusi vya Ebola. Habari picha hapa ikimuonyesha makala akiwa anazungumza moja kwa moja. Kwa hiyo ni kuhusiana na kile ambacho alikizungumza. Habari hii kiundani zaidi utaipata kurasa wa pili katika gazeti hili la Raia Mwema, muungwana ni kitendo. Lakini habari nyingine nasema mbaroni kwa kukutwa na laini F9 za simu. Mbaroni kwa kukutwa na laini F9 za simu. Habari kiundani zaidi unaipata kurasa wa 5 katika gazeti hili la Raia Mwema, muungwana ni kitendo. Hatari kweli kweli. Laini F9 ni nyingi. Ukizishika hata laini 500 hapo ni nyingi kweli kweli, mpaka zimefika F9, jambo la kushangaza kweli kweli. Sawa, habari nyingine inasema familia yalilia uchunguzi wa mauaji. Familia yalilia uchunguzi wa mauaji. Habari hii kiundani zaidi unaipata kurasa wa 4 katika gazeti hili la Raia Mwema, muungwana ni kitendo. Habari nyingine inasema Yanga Simba mbele ya waziri Profesa Kabudi. Yanga Simba mbele ya waziri Profesa Kabudi. Habari hii kiundani zaidi unaipata kurasa wa 20 katika gazeti hili la Raia Mwema, muungwana ni kitendo. Moja kwa moja tuachane na hiyo, tuelekee katika taarifa nyingine. Inasema dhuluma polisi, mwathirika akimbilia kwa Rais Samia na Bashungwa. Ni mkazo wa Bukoba mkoani Kagera. Robert Lazaro Mimomba, waziri wa mambo ya ndani ya nchi, Innocent Bashungwa na Rais Samia Suluhu Hassan kuingilia kati sakata la jeshi la polisi mkoani humo kushikilia gari lake aina ya Probox namba T931 DNX linalodaiwa kuwa la wizi. Lazaro alitoa kilio hicho akizungumza na mwandishi wa habari hivi karibuni baada ya kusambaza taarifa kwenye mitandao ya kijamii akilalamika. Habari hii undani zaidi unaipata ukurasa wa pili katika gazeti hili la Raia Mwema, muungwana ni kitendo. Habari nyingine inasema kuelekea uchaguzi mkuu, Wasira alia na wanaojipitisha. Kuelekea uchaguzi mkuu, Wasira alia na wanaojipitisha. Habari hii undani zaidi unaipata ukurasa wa 5 katika gazeti hili la Raia Mwema, muungwana ni kitendo. Tukitia nukta na taarifa hii ambayo inasema Chadema paswa kichwa, kauli mbiu ya no reform no election yageuka mateso. Habari hii undani zaidi unaipata ukurasa wa 3 katika gazeti hili la Raia Mwema, muungwana ni kitendo. Nimetia nukta hapo kwenye gazeti hili la Raia Mwema. Sawa, mtazamaji unaendelea kutufuatilia kupitia Gift Online TV. Kipindi hewani ni Chai na Maisha, na bado tunaendelea kukupatia maisha ambayo tunayo kwa siku hii ya leo. Niko na gazeti la Mwananchi Tanzania. Ni Wasira kemea rushwa CCM. Wasira kemea rushwa CCM. Hii ni ukurasa wa 5. Gazeti ni hili la Mwananchi Tanzania. Huduma ya maji saa 24 bado ni changamoto. Huduma ya maji saa 24 bado ni changamoto. Hii ni ukurasa wa 2. Lakini ukurasa wa 3, jaribio tiba ya ukimwi Afrika latoa tumaini. Mada hii tutaizungumza hapo baadaye kuhusiana na swala hili la ugonjwa wa virusi vya ukimwi. Lakini ukurasa wa 6 ameweza kuandika jaji ashusha rungu mtifuano kesi ya mabasi ya Ngorika Beresero. Hii ni ukurasa wa 6. Chadema ya waita wanaotaka ubunge. Chadema ya waita wanaotaka ubunge. Wamo pia wanaotaka udiwani na waliogombea 2020. Vikao vikafanyika Dar es Salaam. Hofu ya makada kutimkia vyama vingine vya tanda. Mnyika ajibu mapigo ya msajili sakata la Mchome. Hii ni nukuu ya kwake mmoja wa viongozi wa Chadema. Amesema makada wengi waliotia nia wanafikiri kuanza kutafuta vyama vya kugombea ili kutimiza malengo yao ya kisiasa, kwa sababu alishajiandaa. Kwa hiyo tunawahimiza kuzungumza nao ili wasiwe na haraka ya kukimbilia chama, wasijali. Hii ni nukuu ya mmoja wa viongozi wa Chadema. Kwa hiyo tunaona habari picha hapo, Tundu Lissu yupo pamoja na wananchi wake akiwaambia Chadema ya waita wanaotaka ubunge. Hii ni ukurasa wa 4. Kwa undani zaidi fuatilia gazeti hili la Mwananchi Tanzania. Nimetia nukta hapo. Sawa, na mimi ni tamatishe na gazeti la Mwanasport katika michezo na burudani. Wanasema hapa Yanga yatibua dili la Fei, yaizidi ujanja Simba dau lake kuweka rekodi. Habari hii undani zaidi unaipata ukurasa wa 2 katika gazeti hili la Mwanasport katika michezo na burudani. Lakini habari nyingine inasema staili ya Fadlu, kocha huyo
amepania kuisuka Simba na kurejesha vikombe vyote muhimu ilivyopoteza. Bariki undani zaidi unapata ukurasa wa pili katika gazeti hili la Mwanasport katika michezo na burudani. Kwa hiyo Feitoto na yeye naelekea kikosi cha Simba au Yanga. Kuna tetesi hizo. Lakini tunaona hapa wanasema dau limezidi la Simba. Kwa hiyo Yanga pia huenda akarudi Yanga kule. Kwa hivyo moja kwa moja. Sawa, kaonyesha paratiba ya ligi kuu soka Tanzania bara 4 bora. Akianza hapa Yanga mwenye pointi 58 akifuatiwa na Simba pointi 57, Azam FC pointi 48, Singida Big Stars pointi 44. Kwa hivyo moja kwa moja ni 4 bora hizo. Habari nyingine nasema mashine ya mashuti inavyonoa mastaa. Mashine ya mashuti inavyonoa mastaa. Bariki undani zaidi unapata kurasa wa 8 katika gazeti la Mwanasport katika michezo na burudani. Ni mashine hii ya golikipa ambayo huwa inapiga mashuti. Badala ya mchezaji kukaa pale, huwa hiyo mashine ndio inatumika kuweza kupiga mashuti. Ni unapanga tu mipira alafu inaweza kwenda moja kwa moja kwa golikipa. Ipo hivyo moja kwa moja. Habari nyingine nasema Waarabu wataja ugumu Simba. Waarabu wataja ugumu Simba. Taarifa nyingine nasema Singida Tabora kuna vita top 4. Bariki undani zaidi unapata kurasa wa 3. Na nimalizie na hii nasema usajili mpya EPL mjadala. Bariki undani zaidi unapata kurasa wa 18 katika gazeti hili la Mwanasport katika michezo na burudani. Lakini La Liga siku ya kesho Barcelona atakipiga na Osasuna majira saa 5 kamili usiku. Nimetia nukta hapo kwa siku hii ya leo katika gazeti hili la Mwanasport katika michezo na burudani. Sawa, mtazamaji wa Gift Online TV, tulikuambia kwa siku hii ya leo tutajadili kuhusiana na jaribio tiba ya ukimwi. Afrika latoa tumaini. Jaribio tiba ya ukimwi Afrika latoa tumaini. Jaribio la kimatibabu la kiubunifu linaloonyesha baadhi ya wanawake wanaweza kudhibiti maambukizi virusi vya ukimwi yani VVU bila tiba ya dawa za kufubaza makali ya virusi ARV kwa muda mrefu baada ya kupokea mchanganyiko. Hii ni ukurasa wa 3 gazeti la Mwananchi. Tuingie ndani zaidi tuweze kufahamu. Ameandika jaribio la kimatibabu la kiubunifu limeonyesha baadhi ya wanawake wanaweza kudhibiti maambukizi ya virusi vya ukimwi VVU bila tiba ya dawa za kufubaza makali ya virusi vya ARV kwa muda mrefu baada ya kupokea mchanganyiko wa matibabu. Wanawake 4 kati ya 20 waliokuwa na maambukizi wameweza kuishi bila dawa za ARV kwa takribani miezi 18 huku miili yao ikifubaza virusi na kinga ya mwili yenye afya CD4 baada ya jaribio la kwanza la tiba ya ugonjwa huo kufanyika Afrika Kusini. Kuna nukuu za watu 3. Nukuu ya kwanza ni nukuu ya kwake Dr. Mwakiosi, ameweza kusema, naona ni nafasi nzuri ya kuboresha kile walichokifanya watafiti ili kuja na namna nzuri zaidi ya kuweza kufanya matibabu zaidi. Inasaidia ubunifu gani uongezeke ili kuja na tiba ya moja kwa moja ya kudhibiti maambukizi ya kudhibiti waviu wasiwe na VVU tena. Naamini huu ni mwelekeo kwenda huko. Hiyo ni nukuu ya kwake Dr. Mwakiosi. Lakini Profesa Thubi ameweza kusema tunafuatilia kiwango cha virusi viral load na kinga ya mwili ya CD4. Mpaka sasa kiwango cha virusi hakigunduliki na kinga yao iko kawaida, hawajakidhi vigezo vya kurejea kutumia ARV. Nukuu ya mwisho ni ya Dr. Kazioba, anaweza kusema utakuta CD4 zao zipo juu na virusi vichache. Walipokuja kutafiti wakagundua wengi wenye hali hiyo wana kitu kinaitwa kinga mwili ambazo zipo imara na zinashambuliwa na virusi mwilini na kuvifubaza kila vikitaka kuzaliana vinashambuliwa. Hiyo ni nukuu ya kwake. Lakini tukiona tiba kamili katika mahojiano yake kwa njia ya mtandao na National Africa yaliyofanywa na Helen mapema wiki hii, Profesa Thubi alisema ingawa tafiti nyingine za virusi baada ya hapo watafiti walisitisha matibabu ili kuona kama virusi vingerejea. Tulikuwa na washiriki 6 waliothibitisha virusi, kati yao 4 bado
hawatumii dawa za ARV. Kwa hiyo mtazamaji wa Gift Online TV, tunaona jaribio la tiba linaanza kuleta matumaini. Kati ya watu 20, watu 8 wameweza kutumia tiba hiyo na wanaona hali zao zinaenda vizuri ndani ya miezi 18. Sasa hivi inafika. Kwa hiyo na tunaona maambukizi virusi vya ukimwi imeshika kasi sana kwa nyakati hizi. Virusi vya ukimwi ni vingi sana kuliko ugonjwa mwingine. Lakini tunaona pia watafiti bado wanaendelea kujadili nini kifanyike ili kupata tiba, ili kuweza kuishi bila kutumia hizo ARV, ili kuwa na mchanganyiko mzuri wa matibabu ya mbadala na haya. Na tiba mbadala watu wanazitafuta, majaribio mbalimbali kutokana pia na kile ambacho Trump aliweza kuzungumza. Kwa hiyo alivyositisha ile misaada pia na watu wamefunguka akili kwamba wakifikiria hichi na hichi haiwezekani, inabidi tuingie kwenye swala la kutafuta tiba mbadala ili swala zima kama hilo. Na nilisikia mahali kwamba akizungumza wafanye mkakati wa kutengeneza kiwanda ambacho kitaweza kuzalisha dawa hapa nchini Tanzania ili wimbi kama hilo lisiweze likawa kubwa. Na pia misaada pia inavyositishwa inasaidia pia na sisi wa Tanzania kuchanganua akili zetu ili tuweze kupata tiba, sio tu kutegemea sehemu fulani. Lakini vile alivyositisha kwa upande mwingine, kwa namna moja au nyingine aliweza kusaidia. Mpaka sasa hivi tunaona jaribio la tiba la ukimwi Afrika latoa tumaini. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine anaweza kusaidia, na watafiti, wataalamu, madaktari na wao waweze kujiongeza ili kuweza kupata kitu ambacho kinaweza kikawa mbadala na kile ambacho kilikuwa kinatumika nyuma. Lakini pia hapa tunapewa matumaini wagonjwa wa ukimwi kwamba namna moja au nyingine tunaweza kuishi bila hivi kupunguza makali ya virusi vya ARV. Mtazamaji wa Gift Online TV, tumefika tamati kwa siku hii ya leo katika Mwananchi Tanzania, Nipashe Mwanga wa Jamii, Mwana Sport, lakini pia Raia Mwema. Ndo maisha ambao tulikuwa nayo kwa siku hii ya leo. Tukwambie tu endelea kubaki salama, endelea kutufuatilia kwa mengine mingi. Mwe jirani yako, sehemu sahihi ni moja tu, ni Gift Online TV. Baki salama.